Wananchi wenzangu wa Irenza, tumepata msiba hapa wa kiongozi wetu. Nilipata taarifa za msiba jana. Nadhani nikaona ni vyema nifike kwenye msiba huu kuja kushiriki mazishi ya kiongozi wetu wa serikali. Lakini nikaona kwa sababu niko Irenza nifike kwenye zahanati ambayo imekuwa ni zahanati ya muda mrefu sana. Wananchi wanahangaika sana kupata huduma za afya. Nikaona nifike ili nijionee. Nakumbuka niliwahi kufika hapa huko nyuma wakati wa kampeni zangu za 2020 na nikatamani nifike tena leo. Ni aibu kidogo kuwa na jengo kama hili kwa miaka 10 na ngapi? Karibu miaka 15 hamjamaliza ujenzi. Wenzenu huko wanaanza, wanamaliza na matibabu yanapatikana. Kwa serikali yetu kutimiza majukumu peke yake bila nguvu za wananchi haiwezekani. Ingawa ni jukumu lake la kikatiba. Kwa hiyo wao inawaomba wananchi. Haiwalazimishi, inafanya nini? Inawaomba wananchi washiriki kwenye maendeleo. Ni ombi la serikali kwenu. Kwamba wananchi msikae tu, wanaotakiwa kusoma ni watoto wenu, wakina mama anakwenda hospitali ni wake zenu, ni mabinti zenu, mtoe angalau nguvu. Ndio maana wananchi wanaamua kusomba mawe. Ndio uwezo wao kusomba mawe. Serikali inapokea mawe. Wananchi wanajenga jengo kama hili kwa nguvu zao bila serikali. Huo ndio mchango wao. Kwa sababu hapa kuna mchango mkubwa sana wa wananchi. Serikali haiwezi kuwaacha yatima wananchi wake. Wakijenga mpaka hivi haiwezi kuwaacha. Tumeelewana? Kwa serikali inalo jukumu la kuchangia mchango wa wananchi. Ndio maana mimi kama mbunge wenu nilitoa mabati 127 kwa ajili ya zahanati. Uongo kweli? Kweli. Kinachonisikitisha ni kwamba mabati haya nimeyatoa mwaka gani? Mwaka jana, mwaka juzi. Mwezi wangapi ilikuwa? Lakini tuseme ni mwaka jana. Mabati nimeleta yako ndani. Yamewekwa tu ndani, hamna kinachoendelea. Sasa inavunja moyo kidogo. Pale ambapo mnaona mbunge amechukua mabati 127 kaleta. Kuna watu wengine wanahitaji hayo mabati sehemu nyingine. Lakini nasema ngoja nipeleke Irenza, kuna shida. Na wakati wa uchaguzi nilitoa ahadi nikaleta. Lakini mabati yako ndani na hamna kinachoendelea. Sasa ile inakuwa inavunja moyo. Wananchi, naomba muunge mkono juhudi za maendeleo. Msikae chini kusubiri serikali. Mwenyekiti, umenielewa vizuri? Kama mbunge anaweza akatoa mabati 127, wananchi nao kama hawana fedha watoe nguvu zao au watoe michango yao milioni ya shilingi 5,000, 1000 ngapi ili zahanati yao ikamilike. Hata tukitaka kuchimba kisima, tunaomba wananchi washiriki. Tukitaka kuchimba choo cha shule, tunaomba wananchi wachimbe shimo. Sio tunapofanya? Ili na serikali ije. Kwa mimi nimekuja hapa kwanza kuomba asiwepo mwananchi wa Irenza ambaye anasema kwamba yeye atakaa tu serikali italeta. Hapana. Lazima mshiriki kwenye miradi ya maendeleo. Kama kuna mtu anasema mbunge alishasema sasa hivi tukae tu, mbunge wa hivyo hayupo. Na mimi nikija hapa kama nyie sasa hivi Irenza laleni tu, umepata mbunge, nyie kaeni tu, huyo mbunge atakuwa ni mwongo. Miradi ya maendeleo lazima wananchi washiriki. Hili sio jambo la kisiasa. Hili ni jambo la huduma za wananchi. Siasa yote siingie kwenye jambo hili. Mtu asiingize siasa kwenye mambo ya msingi. Siasa tupambane huko tunakopambana. Tukija huko kwenye utendaji ni utendaji. Tusiingize siasa kabisa kwenye mambo ya msingi kama afya za watu. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunatakiwa tukamilishe hizo zahanati. Mimi kama mbunge wa jimbo hili, mimi nitaleta hapa milioni 10. Tunaelewana vizuri? Wala msipige makofi, tulieni tunaendelea. Yaani ni hivi, mimi ninapoleta milioni 10,
michango mtendaji iendelee. Na wananchi mnisikize kwa makini. Mimi ninapoita milioni 10, michango ifanye nini? Iendelee. Kama ni michango ya pesa, kama ni michango ya nguvu siku ya maendeleo, kama ni watu kuleta mawe wajaze humu, Wasombe wajaze mawe, watu walete mawe. Wote tuupende huu mradi. Wote. Kila mtu mradi aupende. Mimi nikiugua sasa hivi hapa siwezi kukimbizwa Dar es Salaam. Nitatibiwa na hospitali zilizoko hapa karibu. Sasa kwa nikaanguka, naongea hapa afu nikaanguka, utanifikisha Dar es Salaam ndani dakika 5. Kwa hiyo nitatibiwa hapa hapa. Kwa hiyo lazima tutimize kujenzi wa hizo zahanati. Huwezi ukajua nani atatibiwa hapa. Mimi naweza kutibiwa hapa. Mke wako mwenyekiti anaweza kujifungua hapa. Tunaongea hapa, iko siku unaweza ukavunjika mguu kwenye ajali ukaja hapa. Kwa hiyo unapojitengenezea huu mradi unajitengenezea wewe mwenyewe. Kwa kila mtu awe na uchungu na kupenda maendeleo. Wanairenza mtamani maendeleo. Hakuna pesa duniani ambayo haina kazi. Kwa hiyo wananchi watoe michango yao na wananchi wasomewe taarifa za mapato na matumizi ya fedha mtendaji. Vikao viitishwe wasomewe. Tulikuwa na 500,000, tumetumia 485, imebaki 15,000. Hii hapa. Kama ni karatasi ya benki inaonyeshwa. Watu wanakuwa na imani kwamba fedha wanazotoa zinatumika sawa sawa. Watu wasipokuwa na uwazi wanaanza kuwa na mashaka. Wakianza kuwa na mashaka wanaanza kugomea michango kwa sababu hakuna uwazi. Tunataka uwazi kwenye miradi ili wananchi waone fedha zao zinavyotumika. Tuondoe usiri kwenye miradi mtendaji. Awe ni mtendaji wa kata, awe ni mtendaji wa kijiji, mikutano ya hadhara iitishwe na wananchi mhudhurie mikutano na muulize maswali. Sitaki kutengeneza buchosa ya watu waoga. Nataka buchosa ya vijana wanaoweza kuhoji. Unasimama kwenye mkutano, unahoji na upewe majibu. Kazi yao ni kukujibu. Usiogope. Tukiwa na taifa la watu waoga hatuwezi kwenda mbele. Kwa hiyo mikutano ya hadhara ifanyike, watu wasomewe taarifa za mapato na matumizi ya fedha zao na michango iendelee. Mimi nitaleta milioni 10 na hayo mabati 120 ngapi? Na 8 yatumike kwenye uwezekaji wa hili jengo. Kwa hiyo milioni 10 ya ukuja pamoja na hayo mabati, kama ni kuongeza nini imeita juu huko. Anamsi mnaita nini? Haya matofali ya juu. Mimi sio fundi. Engineer anajua kama imeshatosha. Hapa mnanunua mbao, mnanunua misumari, mnaezeka jengo kwa mabati yaliyopo. Mhakikishe kazi ya uwezekaji imekamilika na fedha itakayobaki ifanye kazi nyingine. Nguvu za wananchi zitumike hapa na michango iendelee. Jamani, pelekeni taarifa kama mbunge amesema michango ifanye nini? Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.